Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 21 mwezi wa pili mwaka 2026. Siku nzuri kabisa, siku ya Jumamosi. Nikualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Kubwa ni kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Lakini pia tufuate Facebook, Instagram pamoja na mtandao X kwa jina la Toka Zamani TV. Lakini kubwa, usisahau kuacha comment yako kwa kile ambacho unakitazama kupitia hapa Toka Zamani TV. Asante kwa wale wote ambao wamekuwa wakiandika comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Lakini kubwa, tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo inakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani. Lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket, piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele: msiba mzito kanisa Katoliki. Kardinali Pengo fariki dunia akiwa na umri wa miaka 81. Samia Dr. Mwinyi wa Tanzania wamlilia, acha alama za kukumbukwa utumishi wake, kuzikwa Pugu. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Kila kijiji kuwa na sekondari, mtaala mpya, wanahitaji madarasa mapya 1039. Habari ni katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Mwigulu wageukia wasiotii maelekezo yake, aibana KNCU. Habari katika ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Wasiojiweza waanza kunufaika bima afya kwa wote. Habari katika ukurasa wa 4. 14 Muheza waondoka na ziara ya Mwigulu. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti ya Habari Leo mikononi mwangu, ninalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele: kwa heri Baba Pengo, afariki dunia akiwa na umri wa miaka 82. Viongozi waumini wamlilia, kuzikwa Jumamosi ijayo kwenye kituo cha hija Pugu alipopachagua. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3, ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5. 1944 hadi mwaka 2026. Gazeti hili limeandika nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, taifa limepoteza kiongozi aliyelitumikia kwa uadilifu na kujitolea. Mchango wake katika malezi ya kiroho na maadili utaendelea kukumbukwa, kuthaminiwa na kuenziwa. Pole kwa waumini wote wa kanisa Katoliki. Nukuu nyingine ni Askofu Mkuu Yuda Ruwaichi ikisema, ninayo masikitiko makubwa kuwatangazia wapendwa baba yetu Mwadhamu Polycarp Kardinali Pengo, askofu mkuu wa jimbo kuu la Dar es Salaam, ameitwa nyumbani kwa baba wa milele akiwa katika taasisi ya JKCI. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3, ukurasa wa 4 pamoja na ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti Mwananchi limeandika giza kutekwa hadi kuuawa kwa Banjo. Habari katika ukurasa wa 10. Eneo la jengo la mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, wakati jeshi la polisi likieleza linaendelea na uchunguzi juu ya kutekwa na kuuawa kwa Banjo. Eneo lilipotokea utekaji huo linatajwa kuwa na ulinzi, kamera za usalama pamoja na ofisi nyeti za serikali, ikiwemo mkuu wa mkoa wa Arusha, mkuu wa wilaya na benki ya Tanzania. Dr. Levi, tofauti ya baba, dingi, father, dadi na mshua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 16 wa gazeti hili. Lakini pia gazeti hili limeandika Jemima Bashite kutoka kuuza mkaa rejareja hadi kuwa mmiliki na mwajiri. Habari katika ukurasa wa 10. Miti shamba ya wakimbilio kwa tiba. Habari katika ukurasa wa 6, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa mbele. Gari lako linahitaji huduma ya haraka ya kitaalamu, usijali. Ara Auto Garage iko hapa kukusaidia. Toa huduma za matengenezo ya magari ya aina zote, service ya magari ya kisasa, matengenezo ya engine na gearbox, kupiga rangi, kuagiza spare parts aina zote, huduma ya breakdown popote ulipo, upimaji wa changamoto ya gari kwa kutumia kompyuta ni bure kabisa.
na wewe utalipwa matengenezo. Ara Auto Garage ipo Songea mjini, jirani na hospitali ya Mji. Wasiliana nasi kwa simu namba 0629205099 au 0789078374 na 0627781106. Usalama wa gari lako ni kipaumbele chetu. Ara Auto Garage, huduma ya haraka, ya kitaalamu na ya kuaminika. Tunatazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele ni siri maisha kifo cha pengo. Amekuwa kardinali kwa miaka 38, amekuwa askofu jimbo kuu Katoliki la Dar es Salaam kwa miaka 27. Atakumbukwa kwa mchango wake wa kiroho, maadili na mijadala ya kitaifa. Alifahamika kwa tabia ya upole na kuzungumza taratibu hata katika mambo nyeti na mazito ya kitaifa. Habari katika ukurasa wa pili wa gazeti hili. Nipashe limeandika Zanzibar yajipanga kufanya tathmini bima ya afya. Habari katika ukurasa wa 10. Watumishi 14 wasimamishwa kazi ujenzi jengo la utawala. Habari katika ukurasa wa 18. Shahidi kesi ya Lissu adai kutishwa na wafuasi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. SMZ yatoa kauli kuhusu uhaba wa mafuta. Habari katika ukurasa wa 10. Mwigulu agiza mali za KNCU kupigwa bei kulipa milioni 400. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenyewe limeandika pengo acha simanzi. Habari ni katika ukurasa wa pili wa gazeti Uhuru. Fyekeo la fyeka watumishi 14 ni utekelezaji wa agizo la waziri mkuu kutaka hatua zichukuliwe Muheza. Waziri TAMISEMI awasimamisha kazi kufuatia tuhuma zinazowakabili. Habari katika ukurasa wa 5. Kihongosi atoa mbinu kuepuka migogoro kazini. Habari katika ukurasa wa 5. Dr. Mwigulu agiza KNCU kuuza mali kulipa wakulima. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3 wa gazeti hili. Waziri Mkuu Dr. Mwigulu Nchemba amekiagiza chama kikuu cha ushirika Kilimanjaro kuuza mmojawapo ya mali zake kulipa zaidi ya shilingi milioni 400 inazodaiwa na chama cha msingi Mwika Kinyamvuo. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 3. Adaiwa kumua mkewe kisa kumnyima nyumba. Habari katika ukurasa wa 10. Rais Mwinyi ahimiza kuhurumiana mwezi wa Ramadhani. Habari katika ukurasa wa 4, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima. Tunatazama sasa gazeti Mwanahabari lenyewe limeandika waziri mkuu atoa siku 5 KNCU ilipe deni la milioni 400 ni za wakulima wa kahawa. AMCOS ya Mwika Kinyamvuo agagua ujenzi wa hospitali ya halmashauri ya manispaa ya Moshi. Habari katika ukurasa wa 3. Wamiliki bandari kavu washauriwa kutoa huduma saa 24 kupunguza msongamano wa mizigo. Habari katika ukurasa wa 3. Salome BDC fanyeni kazi maelekezo ya viongozi wakuu kukamilisha miradi. Habari katika ukurasa wa 2. Wananchi wapongeza huduma ya kliniki ya sheria. Habari katika ukurasa wa 2, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanahabari. Na sasa tukikia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenyewe limeandika dakika 180 za kusoma mchezo. Ni Yanga dhidi ya Namungo Februari 22, dhidi ya JKT Februari 25, wakati Simba dhidi ya Tanzania Prisons Februari 22. Februari 25 itakuwa na kibarua dhidi ya Dodoma Jiji. Pedro Goncalves wa Yanga Sports Club toka Oktoba 25, 2025 ameshinda mechi 13, amesare mechi 2 na kupoteza mechi 2 na kufanya jumla ya mechi 17, wakati 11 Steven Becker wa Simba Sports Club toka Disemba 19, 2025 ameshinda mechi 6, amesare mechi 3 na kupoteza mechi 2. Mwanamboka aliyebeba mtindo wa Tanzania kimataifa. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 14. EPL leo Jumamosi ni Manchester City dhidi ya Newcastle United saa 5 usiku Etihad, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari, tuanze na gazeti ya Habari Leo lenyewe katika ukurasa wake wa nyuma limeandika Simba yakana kuiogopa Yanga, Twiga yapania kuvuka makundi wa AFCON, atamba kutetea taji Korea, Rooney ataka Pep kubaki Man City. Habari katika ukurasa wa 22. Thabit andika historia mpya Marekani. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti ya Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Nipashe Mwanga Jamii lenyewe limeandika Yakubu ongeza mzuka Simba, arejea kikosini baada ya miezi miwili, ondoka na timu Dodoma. Habari katika ukurasa wa 23.
Buba Jemi awatishia nyau Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 23, na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, lenye limeandika Yanga kusaka makali kuivaa Simba Sports Club. Habari katika ukurasa wa 23. Kocha Simba azataka pointi 6 ugenini. Habari katika ukurasa wa 23. Twiga Stars yajipanga AFCON 2026. Habari katika ukurasa wa 23. Wema Sepetu changamoto hazinizuii kusonga mbele. Habari katika ukurasa wa 12. Man United yaifumua Atletico Madrid. Habari katika ukurasa wa 22. Riadha taifa kufanyika Pwani. Habari katika ukurasa wa 21. Na hivi ndivyo ambavyo umeandika ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti hili linakamilisha rukuzi ya vichwa vya habari hapa Toka Zamani TV.